Habari gani mpenzi mtazamaji wa Kipenga cha Mwisho, kipindi ambacho kinakujia kupitia channel ya Azam Sports 1 HD kila siku za Alhamis ifikapo saa 4 usiku. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, unajua kabisa ni kipindi ambacho kimejaa wataalam ambao wanakusanyika kuja kujibu maswali kadha wa kadha ambayo mpenzi mtazamaji wetu na wafuatiliaji wa soka kwa ujumla wanakuwa nayo kuelekea mechi mbalimbali ambazo zimechezwa. Wiki iliyopita tulikuwa na dabi hapa. Tulikuwa na dabi na nilikuwa na kundi kubwa la wachambuzi maalum kabisa, kwa sababu kulikuwa na maswali mengi sana ambayo yalikuwa yanaulizwa. Goli sio goli, kama ni goli kwa nini na kwa goli, na kama sio goli sababu ni zipi. Tulijitahidi kuweza kuchambua na kuleta. Lakini pamoja na hayo tulipata swali moja kutoka kwa Mheshimiwa Julius Mtatiro. Kanasi ujue swali lenyewe lilikuwa nini. Tunayo hapa leo na tutaijibu ipasavyo. Sitakuwa peke yangu. Nipo tena leo na mwalimu wangu Hemed Mteza pamoja na kakangu Shabandari. Karibuni sana. Asante sana. Vipi hali? Hatujambo. Za mapumziko za muda mfupi kidogo. Nzuri kidogo. Tuko salama. Salama. Haya, leo kama mnavyojua NBC Premier League imeshaanza na maswali yameshaanza. Lakini mbali na hiyo kuna kitu tunataka tukiweke sawa kabisa. Kuna watu walikuwa bado walikuwa na swali juu ya ile goli. Tunayo tena hapa leo na tutaigusia kidogo sana kabla hatujasonga mbele. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, acha tukupate mapumziko mafupi, tukurejea tuanze kipindi chetu moja kwa moja. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na moja kwa moja tuende tukapate swali kutoka kwa ndugu yetu mfuatiliaji wa kipindi cha Kipenga cha Mwisho, Julius Mtatiro mheshimiwa, na tuko tayari hapa kuweza kulijibu hilo swali. Anasema hivi, hapa mwishoni mwandamizi Othman Kazi anasema nani apongezwe? Apongezwa kwa maamuzi gani? Huyu Mohamed aliyefanya maamuzi sahihi ni nani? Which is which, guys? Umeona hiyo swali ya? No. Mheshimiwa Julius Mtatiro anatuuliza kwamba nilimpongeza Mohamed mwisho wa show. Kweli nilifanya hivyo? Nilimpongeza Mohamed. Mohamed yupi tutamjibu. Lakini pia anauliza apongezwe kwa maamuzi gani huyo Mohamed? Sawa? Na huyo Mohamed alifanya maamuzi sahihi ni nani? Kwa hiyo tuna maswali matatu hapa. Au sivyo? Kwanza kabisa nianze kwa kusema Mohamed aliyepongezwa hapa ni mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo wa dabi ya ngao ya jamii kati ya Yanga na Simba, Mohamed Mkono kutoka Tanga. Tulimpongeza kwa sababu kama mpenzi mtazamaji ulivyokuwa ukifuatilia ni kwamba goli lile watu walikuwa wanalihukumu kwamba halikutakiwa kuwa goli kwa sababu Mzizu alikuwa ameotea, au sivyo? No. Sahihi mwalimu? Ndio ilikuwa ndio hivyo mazungumzo. Topic kubwa ilikuwa hiyo. Sisi kupitia kipindi chetu cha wiki iliyopita kwenye Kipenga cha Mwisho tulisema hapakuwepo na offside. Kwa nini hapakuwepo na offside? Goli yenyewe hii hapa. Taipeleka haraka sana leo. Leo hatutaki kukaa nayo kabisa ile goli. Hapa bado sitatoa maamuzi yote. Taanza kutoa maamuzi hapa. Prince Dube wakati anataka kuupiga huu mpira. Samahani, njano hii hapa. Huko mbali sana. Ngoja tuweke hapa.
Prince Dube huyo hapa anataka kupiga mpira. Kuna wachezaji wawili wako mbele yake. Wachezaji wenzake wawili wako mbele yake. Sawa. Na 2 ni Max Nzingeli. 3 ni Pacome Zouzoua. Wakati wachezaji wawili wanapokwepo wa timu inayoshambulia, mmoja ameotea, mwingine hajaotea, kuna kitu gani tunaiapply hapo? Kitu ambacho kinakuwa applied ni kwamba kama kuna wachezaji wawili, mmoja yuko kwenye nafasi ya kotea, mwingine haiko kwenye nafasi ya kotea, ndio kuna kile kitu kinachosema wait and see, subiri uone. Unaona kitu gani? Unaangalia miongoni mwa wale wachezaji, nani atakayecheza ule mpira, aliotea au ambaye hajaotea. Sawa, nashukuru sana mwalimu. Sasa hapa aliyeucheza huo mpira ni yupi kati ya aliyotea na ambaye hakuotea? Aliocheza mpira ni yule ambaye hakuotea. Kuna hukumu yoyote hapa Mohamed Mkono alitakiwa kutoa? Hapana. Hakutakiwa kutoa hukumu yoyote, kwa sababu yule ambaye kuwa ameotea hakunufaika kwa kuwepo kwenye ile nafasi. Tupo sahihi? Sahihi. Tuendelee. Haya, tunaenda mbele. Max Nzingeli huyu hapa, halafu Pacome huyu hapa. Hapo kuna mchezaji mwingine, kuna mchezaji hapo ameotea. Namba moja yuko kwenye nafasi ya kuotea. Namba 2 yuko kwenye nafasi ambayo si ya kuotea. Ila namba 1 ana mpira. Namba 1 ana mpira. Ndio wait and see. Hatuwezi kumhukumu kwa sababu yeye yuko onside. Ndiye aliyeuchukua ule mpira uliopigwa na Dube, amepitiliza. Hapa kuna mtu atahukumiwa offside? Hakuna mtu atakayehukumiwa offside. Sawa. Halafu mpira aliyoupiga Max Nzingeli namba 1 una rebounce kwa goalkeeper, unamrudia Pacome Zouzoua. Utamhukumu Pacome Zouzoua kwa offside? Ndali? Naam. Utamhukumu Pacome Zouzoua kwa kuotea? Hapana. Kwa sababu tayari Max Nzingeli alishakuwa na mpira mbele. Naam. Ndo hichi kilichonipeleka nikampongeza Mohamed Mkono, assistant referee namba 1. But sikuishia hapo. Tulienda mbele na kusema goli hili kulikuwa na tukio la foul ambayo ilichezwa na Max na Pacome Zouzoua kumdondosha Rushain, defender wa Simba, kabla hajaumiliki mpira. Pacome Zouzoua alianza kumdondosha chini, then ndio mpira ukamrudia akafunga. Kwa hiyo tulisema badala ya kuhukumu offside ilitakiwa kuhukumiwa foul. Sasa offside ni jukumu la Mohamed Mkono ambaye hakunyanyua kibendera. No. Sawa No. Foul ni jukumu la referee ambaye Afrika hakuiona hiyo foul. Goli likahesabiwa, lakini kwa mujibu wa sheria tuliconclude kwa kusema kwamba hakutakiwa kuhukumiwa mchezaji yote offside, bali ilitakiwa kuhukumiwa foul, free kick kuelekea lango la Young Africans. Mimi naongezea kidogo. Ndio, karibu. Foul ni kosa kubwa. Naam. Offside ni kosa dogo.
Sasa makosa mawili yakifanywa kwa wakati mmoja linachukuliwa kosa kubwa ambaye ilikuwa ni foul ambayo iliyostahili kuhukumiwa. Simba wangepata direct free kick, au sivyo? Kwa hiyo tukubaliane kitu kimoja kwamba swali lililoulizwa na Mheshimiwa Julius Mtatiro, naomba nilipate hilo swali, linajibiwa kwa vifungu vitatu, kwamba tulimpongeza Mohamed Mkono kwa kuto kunyanyua kibendera kuhukumu offside kwa sababu hapakwepo na kosa ya offside. Sawa. Huyu Mohamed Mkono ni mwamuzi anayetoka mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe, na tuna conclude kwa kusema kwamba hili goli lilitakiwa kuwa foul na sio offside. Sawa jamani? Sawa. Kwa hiyo leo naomba huu mjadala tumalize moja kwa moja. Sasa jamani, ligi ishaanza. Ligi imeanza kwa nguvu. Ligi imeanza kwa nguvu sana. Naomba tuanze kwa kutizama inawachukua muda gani waamuzi kuanza kwenda na spidi ya ligi. Wametoka kwenye semina moja bora kabisa ambayo imedumu kwa muda wa siku 5, na ilikuwa na wakufunzi waliobobea kabisa wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi kaka yetu Sudi Abdi na msaidizi wake makamu mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi Tanzania. Mimi hilo jambo limenifurahisha mno kusema ukweli. Mwenyekiti wa marefari ni makamu mwenyekiti kwenye kamati ya waamuzi. Ni jambo moja la kipekee kabisa. Anawajua waamuzi wake ambao wapo wanatakiwa kwenye mashindano mbalimbali. Tazameni hii tukio. Hii tuanze kuangalia awali. Unaona position ya mwamuzi msaidizi. Kwanza kabisa tukubaliana kwamba hii position ilikuwa sahihi, haikuwa sahihi? Position haikuwa sahihi. Haipo sahihi. Haipo sahihi. Alitakiwa sehemu gani hapa? Labda kwenye mstari ule uwe pembeni ya mguu au katikati ya mguu? Mstari ule unatakiwa uwe pembeni ya mguu wa kulia ya mwamuzi msaidizi. Aha, mguu wa kulia. Ina maana yeye mwenyewe anatakiwa kuwa onside position. Sijakuelewa. Niwe mkweli mwalimu. Mpaka hapo ungeniuliza mimi ningesema huu mstari ulitakiwa kuja usawa wa mguu wa kushoto. Lakini mstari ukishakaa usawa wa mguu wa kushoto, ina maana yeye mwamuzi msaidizi yuko kwenye offside position. Na yeye anatakiwa kuwa onside position. Au sivyo? Yes. Kifua chake kiwe sambamba na mwamuzi msaidizi. Kiwe sambamba na second last defender. Sawa. Sawa. Kwa hiyo hapa alikuwa amezidi takriban hatua 2 tunaweza tukasema. Au? Moja hivi. Zaidi ya moja lakini. Sawa. Position yake hapa haikuwa sahihi.
Wakati mpira unatoka kwa mchezaji wa Coastal Union hapa, anaenda kupokea huo mpira, yuko hapo kwenye namba 2. Sawa? Angalia kinachotokea hapo. Kwa nini huyu mwamuzi alikimbia na ule mpira mpaka yule defender alipoutuliza, mshambuliaji alipoutuliza, ndio akanyanyua bendera. Kulikuwa na dalili ya wait and see hapo, kwamba labda yupo mmoja aliyekuwa ameotea, mwingine alikuwa hajaotea. Hakuna dalili yoyote ya wait and see, na wala hapakuwepo na mtu ambaye alikuwa kwenye nafasi ya kuotea katika wale wachezaji waliovaa jezi nyekundu. Ndali? Naam. Umeona hii tukio? Ndio. Na kuletea tukio lingine. Here. Mwamuzi msaidizi huyo mmoja, scenario zinazotaka kufanana. Angalia hiyo. Umeona hiyo? Ndio. Hapo. Kuna mchezaji yote hapo wa JKT ameotea? Hapana. Kwa sababu mchezaji wa mwisho hapa ambaye yeye yuko naye sambamba ni mchezaji wa Coastal Union. Sasa position hii ndio ambayo Mwalimu Teza alikuwa anasema. Sawa sio sawa mwalimu? Sawa. Hii ndio position uliyokuwa unaizungumzia. Nilikuwa nazungumzia hiyo. Kwa hiyo hapa wakati mpira unatoka, position yake ilikuwa sahihi. Sawa? Na hii move ni mpira ulikuwa mchezoni. Lakini ukija kuangalia hii hapa, hii ilikuwa ni free kick. Mpira ulikuwa umesimama. Sijui kama mnanielewa nachojaribu kusema. Hii ilikuwa ni pigo huru. Hii ilikuwa ni free kick, lakini alishindwa kukaa kwenye sehemu sahihi. Nini ushauri wenu kwake yeye? Ni kuongeza umakini tu, kwa sababu ile nyingine amefanya vizuri, hii hapa hakufanya vizuri. Kwa hiyo hayuko vibaya. Alafu umeona zinavyofanana zinafanana sana. Mechi hiyo moja. Ndio. Upande huo mmoja. Upande mmoja. Matukio yaliyokuwa yanataka kufanana. Lakini hii ambayo Coastal walikuwa wanaenda kushambulia na kulikuwa na uwezekano wa goli kupatikana kutokana na free kick ilivyokuwa. Ndio. Sio? Hapo alipoutuliza mpira, mungeona goli la kwanza la Coastal jinsi lilivyofungwa, ilikuwa dalili kama hivyo. Opportunity ya kupatikana goli ilikuwepo, lakini ikauliwa na bendera ya assistant referee namba 1. On the other side, JKT walipata kilichostahili. Goli ilikuwa inastahili na ikakubaliwa. Sisi tunataka magoli jamani kwenye ligi. Sawa sio sawa? Sawa. Sawa. Tunahitaji tuone
timu zimefanya maandalizi, waamuzi wamefanya maandalizi, maandalizi ya kusimamia sheria na timu mazoezi ya kutekeleza sheria, au sivyo? Sawa. Ndali, nipe neno hapo katika hiyo. Mimi neno langu kama ulivyoniuliza kwanza, nilikuwa nasema huyu kuongeza umakini tu. Mwalimu? Na mimi namuunga mkono kuongeza umakini. Alafu wazungu nao unajua hawakaa mbali, viwanja vyao vingi sana wameweka rangi tofauti tofauti. Ile ni kuwasaidia vibendera. Rangi ya jukwaa au? Hapana, rangi ya kijani. Rangi ya Nyosha kijani, basi mwalimu, nyingine inakuwa kijani, nyingine inakuwa kijani zaidi. Yes, moja kijani iliyokolea, nyingine kijani kibichi. Ili kuwasaidia Yes. assistant referee Yeah. kuepukana na makosa kama hayo. Sawa sawa. Hivi distance ya majani yaliyokolea rangi ya kijani na ambayo yamefifia, kuna distance maalum, size maalum au? Hakuna. Ni maamuzi tu ya wale ambao wanatengeneza vile viwanja, Wataalamu wa viwanja. wataalamu wa viwanja. Okay. Hakuna. Okay. Kwa hiyo unaweza kuweka yadi 10, unaweza kuweka yadi 5. Yeah. Ukiweza weka hata yadi moja, au sivyo? Naam. Ambayo itakuwa ndogo sana. Haya, na leo ninayo sana mechi ya Coast na JKT, ninayo sana tu. Last week wakati tunaijadili goli la Yanga tukasema kuwa kwenye nafasi ya kuotea sio kosa. Sawa? Ni wakati gani inakuwa kosa, mwalimu? Wakati inapokuwa kosa ni kuna vipengele vitatu. Moja, kuingilia mchezo. Kuingilia mchezo. Tunaposema kuingilia mchezo tunamaanisha nini? Manake wewe unaweza kuwa kwenye offside position, mwenzako akaa kwenye onside position, wewe ukaenda. Unaposema mwenzako, teammate au opponent? Teammate. Okay. Unaweza kwenda kuchukua. Au inawezekana ule mpira anao opponent. Sasa wewe uko kwenye offside position, unakwenda kutaka kucheza mpira ambao anao opponent. Okay. Hiyo ndio kuingilia mchezo. Kuingilia mchezo. Haya. Ni mpaka uguse ule mpira au? Si lazima tu, si lazima. Lazima kuwepo some sort of impact. Okay. Hali itakuwepo ambayo itamfanya mwenzako asiweze akacheza ule mpira. Okay. Yeah. Okay. Sawa. Kuna hii scenario hapa. Mpira unaopigwa na mchezaji wa JKT kuelekea kwenye lango la Coastal Union. Tuna mchezaji wa JKT ambaye yuko kwenye nafasi ya kuotea, lakini hayupo in the same line of vision kutoka kwa goalkeeper kuja kwa mchezaji wa JKT ambaye anataka kuupiga huo mpira, kwa maana ya huyu nampa rangi nyekundu kwa sababu ndio goalkeeper wa Coastal Union. Halafu wa JKT mwenye mpira huyu hapa, huyu asiye na mpira, huyu ambaye ameotea kwa namna yoyote ile anambuguzi goalkeeper kwa eneo aliyesimama. Ndale, hebu twende naye. Anambuguzi goalkeeper kwa sababu position yake aliyosimama the same na goalkeeper ile position. Kwa hiyo hayuko kwa pembeni. Hayupo pembeni.
kwa sababu angalia sehemu mpira ulipo, alafu mtizame goalkeeper alipo. Ukinyosha mstari kutoka kwa huyu anayeupiga mpira kwenda kwa goalkeeper, yule si atakuwa pembeni? Atakuwa pembeni Othman, lakini kidogo sana. Kwa sababu gani? Na tunategemea kuwepo kwake pale anamsababisha goalkeeper asimone anayempiga mpira. Kuna sababisha sasa hiyo itaonekana wakati wa mpira ukifika. Sasa hivi ule mpira hujafika ule. Yule ni binadamu pale aliposimama pale. Kwa vyovyote vile mpira utakapopigwa, ile direction yake mpira kuelekea kwake, atasogea pale. Kwa hiyo disturbance kwa goalkeeper itakuwepo tu. Kwa sababu goalkeeper atamove naye atamove katika mpira ukishafika. Huu mpira ukipigwa moja kwa moja kwenda kwa goalkeeper hapa. Yule kuna namna atanufaika moja kwa moja kwa goalkeeper. Hebu ngoja nijaribu. Ngoja nijaribu kitu hapa. Hiyo ndio moja kwa moja kwa goalkeeper. Sasa hapa si kwa goalkeeper. Yule anufaiki chochote. Ananufaika? Anufaiki pale. Kwa nini tutamhukumu yule? Lakini mpira huu ukipigwa kwenda hapo, sijui kama naeleweka. Unaelewa? Angalieni, ngoja nitegue sasa. Umepigwa sasa. Ndio hii mwalimu ulikuwa unajaribu kusema, au sio, kwamba ameingilia mchezo na amevuta attention ya goalkeeper. Kama angesimama asingeingilia mchezo, tusingemhukumu hapo, au sivyo? Sawa. Kwa hiyo mtazamaji, naomba nikwambie kitu moja. Kumekuwa na maswali mengi mno kwamba kuingilia mchezo. Iliwahi kutokea kwenye mechi moja ya Simba na Prison au Mbeya City, ilichezwa kule Mbeya. Boko aliruka mpira mpira ambao ulikuwa unaenda pembeni. Watu wakasema kwa nini hakuhukumiwa offside? Ilikuwa kwa sababu ya line of vision. Yes. Au sio? Hakumdistract goalkeeper yeye. Goalkeeper alikuwa engo nyingine, yeye aliruka mpira engo tofauti, hakumbugudhi goalkeeper, au sivyo? So niseme tu kwamba katika kuhukumu offside, sehemu ambayo mchezaji aliyoko kwenye nafasi ya kuotea ananufaika, ni lazima iwe na impact kwa goalkeeper ambaye anakuwa katika harakati ya kuokoa ule mpira. Tupata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na darasa yetu. Kipindi cha pili cha kipenga cha mwisho ndio kinaelekea sasa hivi kuanza, na kama nilivyokuambia, leo tunayo matukio kadha wa kadha ambayo yametokea katika ligi yetu ya NBC Premier League msimu wa 2025-2026, na kama ilivyo kawaida yetu, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha na kuwaandaa kwa ufanisi zaidi waamuzi wetu pamoja na wachezaji wetu kutambua sheria za soka. Bado tuko na mechi ya Coastal Union na JKT. Dogso. Nini kirefu cha Dogso, Mwalimu Teza? Denying the goal scoring opportunity. Denying The goal scoring opportunity.
Yani unazuia nafasi ya wazi ya mtu kupata goli. Ni mchezaji gani anahesabika kwamba yuko na nafasi ya wazi ya kupata goli? Mtu ambaye anahesabika yuko nafasi ya kupata goli, ambaye atakuwa analitizama lile goli. Ni yupi? Anatizama goli. Ndio. Na bahati nzuri ana walinzi wachache sana, na uwezekano wachache kama wangapi? Kama mmoja hivi. Okay. Okay. Alafu, huyo mmoja ambaye labda ana uwezo wa kumfikia. Anaweza kumfikia. Aha. Alafu uwezo wa yule mwenye mpira kucheza ule mpira. Ndio. Control of the ball. Ndio. Akiwa na hali hiyo, alafu na distance pale alipo na kwenye goli. Distance tunawapa kama umbali gani? Distance. Uwezekano wa kupata goli ni mwepesi na ni rahisi zaidi kuliko akiwa mbali. Yadi ngapi roughly? Tunaweza tukasema umbali wa kutoka goli. Yadi labda karibu na eneo la penalty. Karibu na eneo la penalty. Karibu na eneo la penalty, maeneo yale. Haya. Hii hapa. Hii tunaweza tukahukumu kama dokso? Hatuwezi kuhukumu kama dokso. Kwa nini? Direction of the ball and direction of the player himself. Direction of the ball. Kwa maana ya mwelekeo wa mpira ulivyokuwa unakwenda na mwelekeo wa mchezaji. Mpira ulikuwa unaelekea golini. Okay. Alafu na unajua kuna opponents walikuwa 1, 2, 3 pale ambao wana defend hao. Watatu. Wako opponents watatu. Wako ngapi? 3. Mmoja yuko mbali. Mmoja yuko mbali. Hao wawili. Face to face na yeye. Au sivyo? Hao hapo mbele yake. Hakuna dalili yote ya red card hapa. Hakuna. Kabisa. Kwa sababu najaribu kuangalia speed ya huu mpira na speed ambayo mchezaji anapita, asingevutwa hatua yake mmoja wa kulia tu angekuwa ameshauweka mpira vizuri kuelekea golini. Hatuna benefit of doubt kwamba huyu kanyimwa nafasi ya dhahiri ya kupatikana goli. Hakuna Othman hapo. Hakuna benefit of doubt. Kwa sababu gani? Huyu aliyemfanyia huyo ambaye unasema angemfanyia, bado mbele angekuwepo mwingine, na kule mbele yuko goalkeeper. Kwa hiyo obvious chance of opportunity hapo haikamiliki. Unaona, unamwona huyo mtu huyo ambaye angemface wa kwanza, alafu na wa pili mbele yake. Ngoja tu pause kidogo tupate haya. Huyu hapa ndio mwenye. Hapana, wa pili unayemzungumzia ni huyu hapa bila shaka. Ngoja nisiweke kichwani kwao. Hapa sawa. Wa pili huyu sawa. Halafu wa Coastal Union huyu hapa. Kwa hiyo unasema hao wawili wa blue yeyote alikuwa na uwezo wa kumkaba huyo wa Coastal Union. Naam. Ndio hicho kinachoondoa nani? Ndio hicho kinachoondoa ile nafasi ya wazi ya kufunga goli. Kufunga goli. Naam. Kwa hiyo hapa adhabu yake
Adhabu ipo ya faulu tu. Foul peke yake, free kick. Hamna kadi. Hamna kadi. Hamna kadi. Hamna kadi. Jamani, mimi mchokozi. Hamna kadi. Mumenilea nyewe wenyewe. Hamna kadi hapo. Wenyewe mumenilea. Sasa leo mimi na challenge. Hapo hamna kadi. Subiri. Ile si hamna kadi. Tizama hii hapa. Tushahama. Tumetoka Tanga tuko KMC Complex. Tumehama tushahama. Sawa. Kuna kadi hakuna kadi hapa? Hapo kadi ipo. Hapo kadi ipo. Njoo, njoo. Njoo ndugu yangu, njoo, njoo. Hapo man kadi ipo hapo bwana. Haifanani na ile. Hebu sogea kwa pale. Hii kadi shekhe. Hiyo kadi shekhe. Hii kadi. Alafu hii imekukimbia. Hii hapa. Hii hamna kadi. Hii faulu ya kawaida tu shekhe, huku kuna mabeki. Alichokifanya huo nani Makame? Si ndicho alichokifanya Dumaro kule? Huyu Makame kaenda kucheza mpira shekhe. No. Angalia vizuri. Mkono huu, angalia. Umeona mkono umevutwa. Kaongeze size ya miwani. Bwana, kaongeze size ya miwani. Huyu Makame naye kafanya hivi? Mwalimu, Makame nilikuwa sijamuona bwana. Makame naye kafanya hivi bwana. Leo mumenilea wenyewe. Wewe makini, niko makini mimi. Amalizie kabisa sasa. Hebu maliza. Yellow card. Yellow. Tunakubaliana nini? Yellow card. Ngoja, unatoa usije ukatoe nyekundu. Wao ukinipa nyekundu. Sina kadi leo. Unazo? Bana nimeziacha leo. Kadi nimeziacha leo. Kwa unataka kumpa Makame yellow hapo, si ndio? Sawa. Alionyeshwa lakini. Kaonyeshwa? Sadim Rope alimuonyesha yellow card. Na swali langu lilikuwa alafu ikaja wachezaji wa Coast wakaenda kumkaba Makabe. Sadi. Sadi. Mwamuzi Sadi. Walimfuata Mrope. Wakamfuata. Kumwambiaje? Baba, mtu wa mwisho akawatuliza, jamani sikilizeni. Akawaelewesha vizuri sheria. Yaani niwe mkweli. Ndio. Kuna siku nilimwona Sadi alikuja kwenye kipindi cha Viwanjani hapa. Alikuja kuzungumzia masuala ya mashindano yao ya jeshi. Ya jeshi na. Nikabahatika kuonana naye. Katika maongezi yetu nilimwona ni mmoja kati ya waamuzi ambaye he is very focused. To me, hayo ni maoni yangu mimi binafsi. Ni mwamuzi ambaye AAZZ kwake. Tumwombee sana. Kama ile Mwalimu Mteza. Nyeupe. Yes. Nyeusi useme nyeusi. Kabisa. Mwalimu ndo anafundisha hivyo. Au sivyo? Naam. So nilipomwona anachezesha hii mechi, nilitulia nikasema, ngoja niangalie. Alitulia na walichezesha moja kati ya mechi bora za wiki. Ilikuwa mechi hii hapa. Okay. Sawa jamani. Sawa sana. Kwa hiyo yeye kutoa kadi ya manjano hapa alikuwa sahihi. Tunampa dole. Alikuwa sahihi. Wale mpe basi dole mwanafunzi wako. Alikuwa sahihi. Ingawa mara nyingine tunapopongezwa tunaulizwa, kwa nini mnapongeza? Sababu tunazo nyingi. Tuna sababu milioni moja sana za kuwapongeza waamuzi pale wanapofanya vizuri. Wanafanya vizuri. Au sivyo? Sana. Jamani, kuweni makini na hii. Hii naombeni muwe nayo makini sana. Kuweni nayo makini mno. Mpira umetoka hujatoka. Hii ilikuwa dabi ya jeshi. Mashujaa
Football Club dhidi ya JKT Tanzania. Hili goli lilikuwa sahihi? Ajibu nani? Yeyote tu, yeyote, uwanja uko wazi. Naombeni jibu. Okay, mimi nakwenda kwenye sheria ya kwanza ambayo ni kiwanja. Aha. Kina mistari ndio ambayo haizidi sentimita 12. Samahani mtazamaji, naomba usikilize kwa umakini anachoenda kusema Mwalimu Hemedi Mteza. Sikilize kwa umakini mkubwa. Law number one. Ndio, sheria ya kwanza ni kiwanja. Kiwanja kina mistari na mistari ile haizidi sentimita 12 au inches 5. Nawatoa hapo na waleta kwenye science kidogo kwamba kulingana na mwili wa binadamu, kila binadamu ana macho mawili. Mwisho wa jicho na mwisho wa jicho lingine haizidi inchi 5, na ndio maana wazungu hapa mpaka hapa mwisho inchi 5. Okay. Okay. Na ndio maana wazungu wakaweka kwamba lazima uangalie mwanzo wa mstari na mwisho wa mstari. Okay. Wakaweka inchi 5 kufuatana na uwezo wa macho. Sawa. Sasa wanasema kwamba mistari ni sehemu ya eneo la kiwanja. Sawa. Sawa. Sasa mpira ule wakati wote uko mchezoni kwenye sheria ya 9. Kuna maeneo wakati gani mpira hauko mchezoni na wakati gani mpira uko mchezoni. Ndio. Sasa ule mpira ulikuwa uko mchezoni na mpira hauwezi kutoka mpaka umepita eneo lote la ncha ya mwisho ya kiwanja. Okay. Kwa hiyo mpira ule uko round. Sawa. Na mzingo wake usipungue inchi 27 na usizidi 28. Bila samahani. Mpira tunao hapa. Naomba. Mstari tunao. Ndio. Sawa. Sawa. Haya. Hapa. Moja kati ya vitu ambavyo najivunia kwenye show ya leo kuwa na director Simon Katamba. Ashajua nini ninachotaka kukifanya hapa. Ameshauvuta. Sasa Simon, rudisha tena kamera hapa. Huu mpira ukitizama kwenye kamera utasema huu mpira umetoka, lakini ukitizama kwa jicho lako mwalimu, huu mpira umetoka au hujatoka? Haujatoka kwa sababu ile tumbo la huku. Unazungumzia hii tumbo hilo hiyo round hiyo bado iko kwenye incha ya mwisho ya mstari wa mheshimiwa uliomtaja. Haya. Twende hapa. Kwa hiyo hii tunakubaliana kwamba mpira ulikuwa haujatoka. Haujatoka, uko mchezo. Ndali tunakubaliana kwamba hii goli. Nimekubali. Jamani, mumenilea nyie. Nimekubali. Ndio. Oho. Hili goli. Ni goli. Goli. Hakika. Kabisa tena. Mwalimu, hakika goli. Kabisa tena. Mimi naenda kuprove hii haikustahili kwa goli. Na uhakikishia na mtakubaliana na mimi. Umetupeleka sheria namba 1. Ndio. Sawa. Kuna sheria namba 12 hapa. Kuna sheria namba 12 hapa. Ndio. Aha. Sawa. Pushing. Angalia kinachotokea huko. Huyu mchezaji wa Mashujaa. Angalia alichokifanya. Foul sio foul? Foul. Goli lipo. Lisinge kuwepo.
lisingekuwepo goli. Mumenilea wenyewe jamani. Wenyewe. Lakini mimi ni wachezaji nimewapeleka huku. Jamani, hebu mpira umetoka hujatoka. Goli sio goli. Wachezaji walicholalamikia sio foul. Walichokuwa wanalalamikia kwamba hivi mchezaji asipolalamika lakini kuna foul, mwamuzi hutakiwi kutoa. Unatoa? Natoa. Sio unatoa. Natoa. Kwa hiyo hii ilitakiwa kuhukumiwa pale bana, hatushindani ni nguvu kiasi hicho, kwa sababu hata fair challenge bega kwa bega tunasema kwamba kukiwepo na excessive force ambayo hii hapa ipo, au sio? Hapa excessive force imetumika kumwondoa mpinzani wake, ilitakiwa kuwekwa foul kuelekea sahihi. Sawa, umeelewa? Mwalimu hapo anachosema, unasikia Othman? Mwalimu anachosema hapo. Watu baada ya kulalamikia sheria namba 12, wao wanalalamikia sheria namba 1. Yale ya dabi. Mnazungumzia offside, kumbe kuna mnazungumzia sheria namba 11, kumbe kuna sheria namba 12. Kwa hiyo wachezaji wote wale concentration yao ilikuwa kwamba mpira umetoka. Ndio walichokuwa wanamwambia referee. Au sio? Kwa sababu ukitaka kujua kwamba nguvu iliyotumika ni kubwa, angalia huyu mchezaji alivyosukumwa, kaenda kang'oa mpaka nani? Bango la tangazo hapa. La tangazo. Au sivyo? Ndio utajua kwamba ilitumika nguvu kiasi gani kumuondoa huyu mtu. Sasa. Labda kwa sababu timu zote zilikuwa za jeshi. Naomba mnivumilie. Tumekuvumilia. Wanafunzi wenu sasa hivi kidogo. Haya. Hili goli tuliligusia but hatukuichambua, au sivyo? Tulichukua kama mfano katika offside ya Coastal Union iliyonyanyuliwa na hii position ya mwamuzi msaidizi pia ni kitu ambayo mimi naamini kwamba kina determine kwa ukubwa na kwa upana maamuzi anayotoa, kuanzia mwamuzi msaidizi na hata mwamuzi wa katikati. Tunakubaliana? Naam. Position ya Arajiga kule, kama ingekuwa ni kwa pembeni, angeweza kuona what Pacome alifanya kwa Rushaine. Position ya Mohamed Mkono ilisababisha aweze kuona kwa usahihi kwamba aliyekuwa ameotea hajanufaika wakati akiwa kwenye nafasi ya kuotea. So positioning ni kitu moja very essential, au sivyo? Unaona wazi kabisa kwamba mwamuzi msaidizi huyu kwa hii position aliyokaa hapa inampeleka kuweza kukamata offside kwa usahihi. Ngoja niweke vizuri hii duara hapa, au sivyo? Anaweza kuikamata offside vizuri. Kuna zoezi maalum ambayo waamuzi wasaidizi tunaweza tukawasaidia kwamba wawe wanafanya ili waende sambamba na second last defender kila mara. Yako mazoezi maalum wanayafanya, na huwa wanayafanya, wanafundishwa. Sasa inatokea tu labda kibinadamu, inatokea tu kibinadamu kwamba ambayo ni sehemu ya mchezo. Ni sehemu ya mchezo. Maanake huwezi kuwa 100%. Exactly. Lazima kuna sehemu nyingine ndio maana wenzetu wanatumia mpaka nani teknolojia ya VAR. Lakini zamani sisi tulikuwa tutumii VAR. Na makosa tulikuwa tunayafanya, mwalimu. Lakini nipo sahihi, sipo sahihi? Nipo sahihi. Yalikuwepo, lakini yalikuwa ni ya kibinadamu zaidi. Exactly. Sawa. Na zamani hata hizi timu za dabe, huwezi kusikia malalamiko ya referee. Utasikia tu wenzetu wametuzidi uchawi.
tuyaache haya ya Kalimanzila, tuyaache, au sivyo? Ni mazoezi ya aina gani mwalimu, ambayo labda tunaweza tukawaambia waamuzi wetu daily, kwa sababu timu kila siku, hizi timu zimetoka kwenye mechi hapa, siku ya pili wamerudi uwanja wa mazoezi, au sivyo? Kwenda kujiweka sawa. Mimi bado naendelea kuomba nisikie siku moja naambiwa kwamba kile Osman Kazi ulichokuwa ukikipendekeza kwamba refari akitoka kwenye mechi anaporudi nyumbani kwake anapokelewa na mkufunzi na kumwambia, bana, wewe kwenye mechi hiyo ulifanya 1 2 3 4, ongeza bidii katika yafuatayo, ili kumfanya yule mwamuzi ajiweke kwenye utimamu, au sivyo? Sawa, kwa sababu hata FIFA kwa dakika moja mwalimu. FIFA wanapendekeza ni kwamba ukisoma sheria darasani, ndio lazima miongoni mwa masomo 80% iwe kwenye field. Ndio. Alafu 2 wenzetu kule watu wanaita mentors. That's what I'm talking of. Mentors. Hao mentors ndio nao wazungumzia mimi. Hao kwamba Hemed Mteza unaenda kwenye mechi anakufuatilia, unarudi anakupokea. Bana, ulifanya 1 2 3. Ndali ulifanya 1 2 3. Kazi ulifanya, au sivyo? Ndio. Haya, ongeza hii, punguza hii, au sivyo? Na Mteza hata unatakuwa unakuwa na rafiki yako, kwa sababu aidha unaweza kwenda nyumbani kwake siku ya mchezo, wakati mnakwenda kwenye mchezo anakuelekeza, anakuona unavyochezesha, wakati wa mapumziko anakusaidia mambo gani umenani, mpaka mwisho kimaliza mnarudi wote nyumbani na anakuelekeza mambo uliyofanya mazuri na mambo ambayo unatakiwa ujitahidi yaendelee kwa mazuri zaidi. Nikushukuru sana mwalimu. Nashukuru. Ndali. Pia mentors wanaweza kuwa kwenye grupu mwalimu. Yani mentors ni swala la mawasiliano. Also, ni swala la mawasiliano. Kwa hiyo all in all tuombe kwamba waamuzi wetu nayo wapate mentors wao ambao watakuwa wanawasaidia. Au sivyo? Sasa leo katika kufunga show napiga hivi. Kipindi kimeisha, sasa ni muda wa kuagana na wageni wangu, Mwalimu Hemed Mteza, asante sana. Kakaangu Shaban Ndali, asante sana na hadi Alhamis ijayo niwatakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea ndani ya Azam, kwenye kingamuzi cha Azam. Niwatakie usiku mwema, mchana mwema, na niseme tu kipenga cha mwisho kinaendelea kukupa kile ambacho unakitegemea.